Kwa jina naitwa Mwinamila Mashaka Kishoisha, mkaaji wa kitongoji cha Uswahilini, kijiji cha Jomu, kata hii ya Tinde, wilaya ya Shinyanga vijijini. Kwanza mimi ni mzaliwa katika kijiji hiki cha Jomu. Hali halisi ya maji kabla ya Mama Samia kipindi cha nyuma, maji tulikuwa tunayafuata kama kata jirani. Maji ambayo tulikuwa tunatumia hayakuwa salama. Maana tulikuwa tunatumia tu kwa ajili ya uhaba wa maji. Lakini baada ya kuingia Mama Samia kwa miaka 4 hivi, maji sasa hivi tunajimwagilia, maji ni mengi. Akina mama wametoa ndoo kichwani, kila sehemu yanapatikana, kila kitongoji yapo. Katika kijiji chetu cha Jomu hiki sasa hivi, kwa hali ya maji sasa hivi, kila kitongoji sasa hivi kina maji na watu wanapata maji ya kutosha ambayo ni safi na salama. Kipindi cha nyuma maji ndoo moja tulikuwa tunauziwa shilingi 300 mpaka 500 kulingana na msimu. Kipindi cha msimu ambao ni kiangazi, maji yalikuwa yanapanda bei mpaka shilingi 500 kwa dumu moja la lita 20. Lakini sasa hivi maji tunapata bure kabisa. Maana yake ukiangalia unit moja ya maji ambayo ni sawa na karibu 200 ni ndogo sana. Kwa hiyo tunatumia maji kama bure na yapo ya kutosha na yanatoka kila wakati. Mamlaka ya SHUWASA ndio iliyojitahidi kusambaza mabomba kila sehemu katika kijiji hiki cha Jomu. Ndio wamesimamia na ndio mpaka sasa hivi wasimamizi wa maji katika kijiji chetu hiki cha Jomu wanakwenda vizuri, huduma zinapatikana vizuri, maji hayakatiki mara kwa mara. Kwa hiyo tunashukuru. Jina langu naitwa Mustafa Musa Nkwabi, mkazi wa kijiji hiki cha Jomu, kata ya Tinde. Kwa ujumla hapo mwanzo ilikuwa ni shida kubwa. Maji yalikuwa ya eneo moja tu, lakini kundi la watu nadhani walikuwa wamelizidi. Ilifikia mahala kingine unaoga mara moja. Lakini baadaye kukawa na maboresho kidogo. Tukapata maji yalikuwa na magadi. Yalikuwa yanatoka sehemu moja tu Shishinulu. Maji ya bomba lakini. Nayo tumeenda nayo lakini kukawa na wepesi kidogo. Lakini tumeendelea, baadaye tumepata maji ya ziwa Victoria. Tumeenda nayo vizuri, lakini bei ilikuwa mkasi sana. Kwa shilingi ngapi kule? Uniti moja ilikuwa inauzwa shilingi 2500. Kwa hiyo kidogo ilikuwa inahitaji power, uwe na uchumi. Kiasi SHUWASA wametusaidia kidogo, wameshusha bei ya maji. Sasa hivi kwa 1000 kama na 700 kama sikosei. Wepesi upo. Niwapongeze SHUWASA, lakini pia serikali yangu inaongozwa na rais wangu. Kama nilivyotangulia kusema, kwa sasa hivi kweli kabisa upatikanaji wa maji ni mzuri, unaridhisha sana sana. Huduma za SHUWASA mnazungumziaje? Hapa ziko vizuri au hapa wanakuwa hapa wababaishaji? Wababaishaji haupo SHUWASA. Na mimi ni washukuru sana kwa sababu kila unapopata tatizo ukiwajulisha tu kidogo, haipiti muda wanakuja. Wanatoa huduma. Wako vizuri kwa kweli. Kwa jina naitwa Moshi Ramadhani, jina la kufahamika naitwa Membe, nakaa Tinde. Kwa kweli hali ya nyuma ilikuwa maji ya shida sana, tulikuwa tunahangaika wakina mama, ilikuwa changamoto kubwa sana. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu, mama yetu mlezi wetu Mama Samia amepambana kutokana na uwezo wake mpaka tumefikia sasa hivi hapa. Pamoja wameshikana pamoja na SHUWASA. Hali hoje sasa hivi? Sasa hivi hali ni nzuri sana. Hatuna shida ya maji. Mimi kwanza binafsi maji nayapata yako kwangu kabisa, nimeletewa na Mama Samia. Kwangu nyumbani kwangu kuna bomba, yani sina tatizo kabisa kuhusu maji. Pamoja na jirani zangu wote. Kwanza SHUWASA na washukuru sana. Wamepambana sana na bado wanaendelea kupambana. Hata kama maji ya kigoma kidogo, yani hata usiku lazima wanaanza kupambana kufanya kazi. Tunapata maji na waendelee kutupambania. Yani huku nyuma hali ilikuwa ni ngumu sana. Iwe mashuleni, iwe hospitalini, maji yalikuwa shida. Tulikuwa tunanunua dumu la maji moja shilingi 1500. Sasa ingine tuko kina mama tunaenda kwenye maji, tunakesha usiku kucha. Mwisho tunapata matatizo kwa waume zetu, tunaanza kugombezwa, lakini tunakesha kwenye maji. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu. Mama Samia pamoja na SHUWASA wamefanya kazi moja kubwa sana. Sisi wakina mama kutusaidia kututua ndoo. Mimi kwa jina naitwa Ernest Kija Kashinje. Mimi ni mkaaji wa kijiji hiki cha Didia, kata ya Didia. Kipindi cha nyuma kwa kweli kulikuwa kuna shida ya maji. Na maji haya yalisababisha hata kuleta vifo. Haya maji yalisababisha watu kugombana. Haya maji yalikuwa yanasababisha hata familia kwa familia kutokuelewana. Kwa sababu gani? Tulikuwa tunachota maji kwenye visima. Na haya maji ya visima yalikuwa yanakauka.
na yanapokauka watu wanachukua baskeli wanakimbia hata kilomita 16 kufuata maji maeneo ya vijiji vingine vya mbali. Kwa hiyo kulikuwa kuna hali mbaya sana, lakini pia hata mifugo walikuwa wanapata shida sana. Licha tu binadamu, hata mifugo walikuwa wanaathirika sana kulingana na uhaba wa maji. Lakini baada ya hatua hii ambayo sasa SHUWASA walipokuja, kwa kweli wanasema msema kweli mpenzi wa Mungu, hawa ni kama walezi wetu kwenye sehemu ya idara ya maji. Kwa hiyo SHUWASA tunawashukuru sana, na wananchi wengi wanafurahia sana hiyo hali. Kwa huyu mama ameupiga mwingi, tunamshukuru sana kwa sababu kila kitengo ambacho anaamua ukifuatilia kweli na kinaonekana kwa macho. Sisi tunamshukuru. Kuna maeneo mengine ukifika watu walikuwa wanafuata hata kwa gari maji, lakini leo hii kila sehemu maji yamesogezwa, wanayo karibu. Wanaona hali ya kazi anayoifanya huyu mama ni kubwa mno nchi nzima. Maji sasa hivi watoto kule shuleni wakitumwa maji, kipindi fulani walikuwa wanatumwa maji, lakini sasa hivi mpaka kwenye mashule kuna maji. Sasa hivi kwanza naweza nikasema kwamba tunamuombea afya njema, lakini pia tunamuombea kwenye uchaguzi huu apite kwa kishindo, ili mambo yake aendelee kutupa mambo mazuri ambayo yataleta faida hata kwenye familia zetu. Kwa jina naitwa Johari Daudi Kasim, mkazi wa Didia, kitongoji Majengo. Ukweli bila kuficha, hali ilikuwa ni mbaya sana kipindi cha nyuma. Watu tulikuwa tunahangaika sana maji. Hasa sisi wazaliwa wa hapa, nakumbuka kipindi bado tuko wadogo wasichana, maji tulikuwa tunafuata kilomita nyingi sana. Lakini tunashukuru toka ameingia mama madarakani, maji tumepata, huduma iko vizuri, haina shida kabisa. Na tunamwahidi mama, endapo kama atakuwa anatukumbuka namna hii, basi tutampa kula nyingi, na tunaomba tusaidie kwa matatizo yote ambayo tunayo sisi hasa kina mama. Kauli yake alituambia kwamba atatua ndoa kichwani, na kweli katutua, tunamshukuru. Maji hapo hayana shida. Naitwa Mariam Rajabu Selemani, ni mkazi wa Didia. Kwa nyuma kwa kweli hali haikuwa nzuri sana. Tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana kupitia masuala ya maji. Unaona, maji tulikuwa tunayapata kwa gharama kubwa. Lakini kwa sasa tunashukuru gharama zinakuwa ni nzuri, maji tunayapata. Kwa kweli maji tulikuwa tunapata toka kijiji jirani. Kuna wauza maji walikuwa wanaleta kuja kuuza kwenye mji wetu wa Didia. Tunauziana kwa madumu. Manake kwa hapa mjini sisi tulikuwa tunaletewa maji na watu ambao wanauza kwa mzega. Baada ya maji kufika Didia, kwa kweli serikali ya Mama Samia tunaishukuru sana, na tunamshukuru sana mama kwa sababu aliangalia, na kwa kitendo hiki ameweza kumtua mama ndoo, tunapata maji. Mimi naitwa Kenge Mondelo, ni mkaaji wa Magobeko. Serikali tunaishukuru kwa kutuletea maji hapa mtaani wetu kitongoji cha Magobeko. Tulikuwa tunahangaika kupata maji, tulikuwa tunatoa mbali kwenye mto. SHUWASA tunawashukuru kwa kutuletea maji, na tunawaomba watuongezee tena magati mengine hapa tulipo kitongoji chetu cha Magobeko. Maji ya mtoni tulikuwa tunachangia na wanyama, simana huko mtoni hayana ulinzi usalama kabisa huko mtoni. Ukienda kuchota lazima utakuta na wale wanyama wanaosha kunywa, na wewe utakufika tu kuchota huko maji. Kwa sasa tumepatiwa na SHUWASA, tumepatiwa maji, tunashukuru.